Nafikiri mwaka huu ni mwaka ambao Harmonize alikuwa ametangaza rasmi kwamba anategemea kuachia album. Sasa kupitia ukurasa wa Konde Gang katika siku ya leo basi wameweza kushare katika ukurasa wao kwamba new album is coming, yani albamu mpya inakuja. Hii album ni ya nani? Album ni ya kwake Harmonize. Harmonize new album 100%. Wameshare video hii ikiwa ina maana kwamba video ya Harmonize ipo 100% mpaka kwa hivi sasa. Sijui ni nini ambacho Harmonize anategemea kuachia kwa kipindi hichi hapa, lakini naweza nikasema kwamba Harmonize kwa kipindi hichi hapa hivi anaweza kaenda kuachia mabomu ya kutisha, kwa sababu amejaribu kutiz moja kati ya ngoma moja ambayo amemshirikisha mwanadada kutoka nje ya Tanzania, lakini pia ngoma hiyo pia ukijaribu kuifuatilia moja kati ya ngoma ambazo ni nzuri sana. Yani humo ndani amejiongelea maisha yake binafsi. Lakini pia nikukumbusha tu kwamba Harmonize ameshaachia album 5 mpaka kwa hivi sasa. Album ya kwanza ilikuwa ni Afro East album, ni moja kati ya album ambayo ilisifika sana kwa kipindi cha nyuma, lakini pia ikatoka tena album ya pili inaitwa High School album. Baada ya hapo ikatoka Made for Us album. Baada ya Made for Us album ikaja tena Visiting Bongo album. Na sasa katika albamu hizi 4 ndio zilikuwa album zinazohusisha muziki wa Bongo Flavor, lakini pia Afrobeat ndani yake na muziki mbalimbali. Lakini baada ya hapo haja kutoa muziki wa mama, ni albamu ambayo ilikuwa inahusisha swala zima la siasa humo ndani na kaongelea mambo ambayo Mama Samia Suluhu Hassan ameyafanya. Naweza nikasema kwamba albamu hii hapa tusiinclude katika albamu ambazo ni international album, lakini naweza nikasema kwamba albamu hizi 4 ambazo basi zimeongelea maisha ya muziki kwake Harmonize, basi naweza kusema kwamba ni albamu bora zaidi ambayo mimi naiona mpaka kwa hivi sasa ni Afro East album. Ni albamu ambayo nilipata muda mwingi sana wa kuisikiliza, ni albamu ambayo niliipa sikio kwa upana sana. Sasa High School album, ukijaribu kwenda kuisikiliza High School album, ni album ambayo iko mbele sana. Yani ni album ambayo hata kama angeitoa tena kwa kipindi hichi hapa, nyimbo zake bado zingeendelea basi kusikilizwa kwa namna moja au nyingine. Lakini Afro East album ni album ambayo ilihit kwa kipindi kirefu sana. Lakini pia ikaja High School album, ni album ambayo iliandikwa kwa makeke mengi sana. Kiingereza kilikuwa kimelala kule ndani, ila album hiyo iliweza kukosa promotion na mwisho wa siku album ikawa kama vile dormant, haijaweza basi ku activated kwa mara nyingine. Lakini kuja kwenye Made for Us album, ni album ambayo ni nzuri, lakini sio kwa kiwango cha High School au Afro East album. Lakini baada ya hapo unaweza kusema tuna Visiting Bongo, ni album ambayo ni bora, lakini sio kali kama vile hizi album 2 za mwanzo. Hizi album 2 za Made for Us pamoja na Visiting Bongo ni album ambazo kwa upande wangu sioni kama vile ni album bora au ni album kali kwa kipindi ambacho Harmonize amekuwa akirelease album. Ila albamu ya Afro East ni best. Afrika High School, yani High School ni albamu ambayo inaishi kila siku, inaishi kila leo, kwa sababu kuanzia ameweza tangu aiachie kila nyimbo ukijaribu kuiplay katika miaka ya sasa bado unaona kabisa, bado unaona kama hii nyimbo sikuwahi kuisikia, lakini ulishawahi kuisikiliza katika kipindi cha nyuma albamu ilivyokuwa inatoka. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni moja kati ya albamu ambayo Harmonize alituliza akili sana. Ila ni albamu ambayo ilikosa promotion, kwa hiyo kama angewekeza kwenye promotion naweza nikasema kwamba albamu hii ingeweza kusogea sana, kwa sababu uko ndani Kiingereza kimepangwa, kimepangiliwa, hakuna kubabaishana. Yani ni kama nyimbo ambazo ameziandika ya kwake pamoja na Abigail Chams. Kwa kuna nyimbo kali sana kule ndani, kuna nyimbo za motivation, kuna nyimbo tofauti zinazohusiana na mahusiano ya kimapenzi. Yani kwa hiyo nyimbo ni nyingi, lakini kwa upande huu sijajua kwa kipindi hichi hapa aenda kuachia albamu gani. Na ngoja tuone albamu hii ataipa uzito kiasi gani, kwa sababu albums za kipindi kingine amekuwa kama vile za kawaida, anaziachia alafu azipi time kwenye promotion. Sasa sijui kwa kipindi hichi hapa atazipa promotion au itakuwa tena. Nafikiri kabisa kwa kipindi hichi ndio itakuwa kipindi kigumu sana kwa upande wake, maana hapa mbeleni kuna pilika ambazo zinahusu swala zima basi la shamra za uchaguzi. Je, itakuwa kwaje kwa upande wake? Mimi sitakuwa na ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na haya ndio yalojiri katika mitandao ya kijamii. Basi mimi ni Pablo, bye bye for now.